atuimbie pale. If you have any question for our guest, tafadhali, the numbers on your screen, make sure you call. Imagine rates ni simple, atu charge extra cost. They are the rates za kawaida. Make sure also you text us. Manze, unaweza text, unaweza WhatsApp, it's free. WhatsApp pia unaweza tupata. Na pia ingia kwa Facebook Live Elimu TV. Go there on Facebook, drop your comments, it will be a blessing. Meanwhile, wacha tusikie msanii kama ni Origi ama ni Mbo ama ni brother yake ndiye ameingia kwa studio, tusikie vocals zake kwa hiyo wimbo na kama then ni comeback. Kama una swali kwa msanii wetu leo tutakuwa tunamuuliza. Twende kazi bro, nipatie ka vocal kidogo. Nimepitia mengi yangefanya nikate tamaa, kipindi kigumu ila kiangazi kwangu na kwa mai, nilishakimbilia wanadamu ila mwisho waliniponza. Yo, this is them, bring the them, kindly support me. Wow, wacha tuzidi pale. Nimeona pia Mili Mboti anasema good work. Milia na kuwatch pale amesema good work. Facebook, team Facebook, we keep on the text coming and tutakuwa tunazisoma. Kwa text pia you can still text us on the numbers on your screen, tutakuwa tunasoma. Meanwhile, wacha tusikie wimbo and then when we come back we'll still have more time with my brother in Christ, msanii wa Injili. Twende kazi. Thank you. Nimeshafunga sana, juhudi zangu zile kungangana, hata lango nimebisha sana, ila kwako zaidi nangoja. Ona nimeshafunga sana, juhudi zangu zile kungangana, hata lango nimebisha sana, ila kwako zaidi nangoja. Nisaidie, 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 nisaidie,
Kama kawaida tunajua ni MC Alfie ndani ya Elimu TV. Make sure you follow us on Facebook pale Elimu TV. Go to my page MC Alfie or King Megan. Utakuwa umenipata pale Facebook. Na pia my brother pale unaweza mfollow. Wimbo yake ni kali sana. Bro, maze video zako ni kali. Nani anakufanyia video hivyo? Producer wangu wa video ni Afundi Junior. Wow, amazing. That guy namjua sana. Is doing amazing job. I really appreciate him. By the way, in fact, Afundi tumesoma naye college moja, Talanta Institute. Alikuwa student na mimi nilikuwa pia student pale, tukasoma shule nini studio moja. But napenda kazi yake, mnafanya kazi poa. Another question I would like to ask, bro, in the music, ni nani na nani wanakuinspire sana? Wenye ukisikia muziki yao unasema one day one time. Siku moja, ipo siku. Kuna kijana rafiki yangu anasema ipo siku ndafika pale. Huyo tu kwanza. Nani huyo? Mentor mwenye watu ambao naangalia wako wengi, but look at so many artists. Wanasikiza muziki zao, angalia the way they are doing, you look at their lifestyle. Kutoka Kenya, wacha kwanza nianze na nyumbani. Angalia mtu kama Garden Angel, Shot Babaka, Danny Gift. Ambao ni watu wenye hata tunaenda kanisa na wao. Pia unaenda live church. Pitson, Amina nasoma kanisa yenye nasoma ni Divine Destiny. Okay. Na unajua kina Dan wamegrow huko pia. Yeah, so wow. Kanisa yetu ni kanisa ambayo inakuza talanta. Talking about church, does your church support your music? Yeah, church ina support. Pastor anatuombea na tu advice. Unajua si lazima ati mtu akikusupport just to give you money. Mtu akikuadvise telling you do this, don't do this, this is what you're supposed to do at this moment. So I think hiyo ni advice kubwa more than the cash. Wow, amazing. Let's go back to your music, my brother. You know, today we are talking about your music. So far, umefanya 2 videos that are amazing videos that anybody there and I feel blessing. What is your plan, manze? Like 2 years from now, 1 month from now, even today? Unajua unaweza kuwa na mpango una launch kesho. So siwezi sema 2 years. What's the plan? My song iko hata jamaliza wiki by the way. Na nitakushukuru watu video venye the views zinapanda. Unajua ukifanya project moja, ukifanya hiyo nyingine, unaona how you progressing. So according to the na ile ya kwanza na hii, I can see the progress. Kuna changes kidogo. Kuna changes in the video. Even ukienda kwa comment the video, people are commenting. They love your music. I also love your music. Thank you. And I want to ask a few questions. One, kwa muziki ni nini unaona ni challenge kubwa sana? Unaweza sema manze hii ndio challenge, nikipita hii challenge nimepenya, nimefika pale. Challenge kubwa yenye si ati na ni affect me peke yangu, na affect any upcoming artist, finance. You know, if you have the finance, everything becomes easy. You can access the good studios, the good director. You can go, yani mneza fanya all the things that are needed in the video, but because of lack of the finance unapata kuna vitu ambavyo hamwezi kufanya, hamwezi fanya, limitation. Yeah, but unajua kila kitu ni step, and with time I believe we'll be there. Yeah, I'm a believer. Listening to your music, yes. Which type of music msanii anaweza kuwa anasema msanii, unajua Guardian Angel unaweza sema msanii anafanya type fulani ya muziki, Danny Gift anafanya type fulani ya muziki. What is your genre of music yenye umestick now, ama wewe ni msee commercial, I can do anything, hip hop, reggae, worship, all that? Kwa hip hop bado sijafika, but reggae I can try. Sasa na focus sana na unajua una focus ile kitu niko kwa market. Huwezi anza kuimba kitu na watu wasikizi hiyo kitu. Yes, you are doing gospel, but ile gospel yenye unafanya like gospel yenye nasikizwa Nigeria, sasa si gospel nasikizwa Kenya. So you do chenye unajua ina work. So sasa mimi nafanya bongo gospel ambayo ndio ina sell sana, but I'm diverse. Let me ask you, do you do the gospel music to in a cell, ama because it's a calling or because it's a talent? Okay, it is a calling. No, even if it is a calling, lazima ufanye kitu yenye mtu atakusikiza. Hata kama ni calling and you're not doing something yenye watu watakusikiza, you're not preaching. You must preach so that people can listen to
to your preaching, unaona? Yeah. So that's why ndio nasema unajua unaangalia the other artist, what are they preaching, in which way are they preaching. At least ukipreach pia wewe you're going to reach to the congregation. What do you think about when people say your uniqueness is your greatness? Yeah. What is it that is unique from you to other artists that we have in the industry? Unaweza sema mimi na Guardian Angel difference ni hii because I'm also doing bongo and the other people are doing bongo gospel. What is your unique in you that is different from the other people? Ukiangalia my videos kuna venye maybe even my movement are different. Even unajua like kila msanii ako unique, even if you are singing in the same gene, kila mtu ako unique, because ndio maana huwezi sikia that mtu amenicopy. Everything is unique. So mimi na believe kwa ile message yenye Mungu amenipea, we have different messages, unaona? The message that yenye Mungu ameniwekea ndani yangu, it is very different from the others, and that's why I'm saying ni vizuri. Yes, I can sing the others, but at least unajua sisi ni upcoming, na nimekwambia naangalia mseka Guardian ama Danny Gift. Lazima nijaribu kufanya kitu yenye anafanya because that is the guy yenye naangalia. Who is a mentor? Yeah. Wow, amazing. Now talking about music, who do you want to do a collab with? Nani ungependa sana collab? Kifita hiyo collab nasema manze nimefika sasa, nini yule msee? Naweza taka kufanya collab na Guardian, Danny Gift, Janet Otieno, Ruth Matete. Good luck gospel. Wow, talking about that, have you ever tried ukaenda kwa DM ukaambia bro, this is my music, I would like to do something with you? Have you ever approached one of them? Akina Dan tunaongea, but I believe in growth. Unajua huwezi sema bado hiyo growth, na believe kuna time yenye itafika. Unajua when you believe like you need to go step by step, because kuharakisha pia umefika huko. What about people who say that opportunity comes once in a lifetime, and there are times you get opportunity and you said man maybe because niko hapa ama bado tujazoeana. What about kuna wase wa Shemit nilitumeoji huyu jamaa Baraka zako Baraka Music, and one day Baraka Music alikuja tu, alikuwa Guardian Angel alienda kufanya, ameenda kuwa boss wa Baraka Music, na Baraka Music akamserve Guardian Angel maji. Ni imagine wakakuwa rafiki, na hapo ndo wakatoa wimbo. The same day alisikiza ngoma yake, Baraka Music apea Guardian, sikia ngoma yangu. Guardian akasema hii kazi fit, tutafanya collab. What do you think that guy took opportunity? Kwako unaona vipi? Yes, opportunities are good, but also yani that when you mesema opportunities come once in a lifetime, but also God's time is the best. So you think like now it's not the right time for you to do collabs? Yeah, at God's best. No, I'm not saying that I'm not ready to do collabs. See, I've told you my next song is they're collabs. Anyway, now I want to ask you a critical question. One, the gospel artists when you wanatoka gospel and ingia secular, they are secular artists wanatoka secular wanaingia gospel. Yet kuna hii trend imetokea gengeton, and now young people wanaingia kwa gengeton. I would like to ask, unaona nini? Kuna shida wasanii wameenda kwa pesa ama what is happening with the gospel ya vijana saizi? Tukiweza sema ya kwamba Willy Paul mwenyewe kama anisikia ametoka gospel ameenda secular, tukatoka pia huyu kijana aitwa LJ Masai katoka, lakini pia tukaona wao wamekuja gospel, Lady B, wote wamekuja. Now is it an exchange? Hapana. Shida nini? Na Bible verse ambayo inasema either in hypocrisy or in truth still God is preached. Cheki. So mi sianza kusema ati msanii amebadilika hivi because of this, ama ati amepata do, umeona, ama content ya gospel imeisha. Talking about content, by the way, says the gospel secular artists are singing gospel that are accepted more than gospel artists. Take a look like Hat the Band, wameimba gospel. Take a look at Nyashiski, take a look Sauti Sol. Kuna zile wimbo wameimba, ukisikia wimbo za gospel zingine utafunga tu radio. Tumekosa content. Ndio nasema ukiwa kwa God content haiwezi isha. That is one thing that we need to
kuunderstand content haiwezi isha. Na ukisema hii ati kila artist wanatoa gospel songs, unajua huyu ni msema anaandika ngoma moja na cheki, na sisi ni watu wenye tumeshinda tukiandika gospel, so huwezi tulinganisha. Ni like sasa tuseme sasa mimi ni gospel artist obviously nikitoa one ni secular song, that song obviously will trend, right? Will trend. But pia hiyo ni glory ya God. Unajua mseku kwa secular imaanisha tia ni kafiri ama yeye si mtu wa Mungu. Pia wako na that opportunity ya kupraise God, na mimi siwezi sema ati wao ni wachafu kutushinda. Let me ask you, if given opportunity unaweza imbia manzi yako in your album, useme today, you know, hata King Solomon alimbanga mapenzi? Okay, according to me, I don't think that gives God the glory. Cause mimi nimejieka like a gospel artist. Sioni na my motive is that I'll only give God the praises, and I'll never bow to any human being. So kusema tafadhali hakuna collab ya kuimbia msichana ati hata King Solomon kwa Bible aliimbia wasichana. Anyway, I want to also ask another question, bro. I'm a promoter. Yes. Nataka uimbe kwa club and nakulipa pesa, wewe kuja tu uimbe wimbo zako. Unaweza kuja? Venye nimesema the other time, as long as it is giving God the glory. Watu wanatweka, wanafanya vitu zao, wanakunywa kinywaji, wetu in the gospel. Unaweza kubali? Unajua God alituma the time of Lot. Si pia bado watu walikuwa wanafanya uchafu but he sent someone. Kwenda kupata watu wanatweka kwa club and you're singing a gospel song, that is not your problem. Ni like nikwambie nimekuja nimekuombea, hujapona. The problem is not with my prayer. The problem is with your faith. With my faith. Yeah. So the thing ni wewe Mungu amekutuma huko, go and minister. About them repenting and everything ama kuendelea kutweka, that is their own problem. That's their own problem. So if ni Mungu amekutuma, I don't see a problem of going. But pia ukiona, unajua kuna pia spiritual growth. If ukiona you will go to that place and itenda kukuzamisha. Yeah, you just stop. But ukiona you've reached that extent and you preach, know that lazima ati mtu akuja sema nimeokoka, it is just okay. Wow, this guy is full of me. By the kuna place wezi there, trust me, ndakuwa tempted, but si vibaya, it's opinion, that's why we talk. Sijasema ataenda, but anasema kama spirit yako iko sawa. Before we wind up, kuna vitu 3 peke yake ningetaka sana kuuliza. One, muziki yako inatokanga wapi? Unajua kuna wengine wanakujanga hapa wanatubia mazeni niliota. Manze nilikuwa tu pale hivyo ka meditation tu kawimbo kakatoka. Mwingine ukuja na kwambia manze ngoma ilitoka inspiration. How does your songs come? How do you write your songs? Zinatokanga wapi? Okay. Kutoka hata ukisoma Bible, tunasomanga stories za watu zingine, that's where we learn from. So naweza sema my songs zina come from the Bible, that is one thing. Experiences the Bible, alafu pia the life experience. Unajua wewe mwenyewe ni you preach. Your life in a preach. Present yourself, all that when watu wanaona kwako you preaching. So pia life experience zangu, I write songs from there because I believe singing about maybe something yenye nime go through na nimeweza kuishinda. If I sing about that thing, kuna mtu mwingine pia labda akona hiyo shida, atasema kumbe this guy ame go through that thing na ame overcome. So utapata maybe that guy huyo mwingine pia atakuencourage. Kama ni kwa wokovu ulianguka kainuka. So vitu kama hizo. Amazing. My second question before the last question and then we wind up. Because you know the word, nimesikia uko na neno, I want you to give me 2 Bible verses apart from John 3:16. I need 2 other verses of Bible. That's a challenge, bro. Tuone kama unashika Bible. Nitakupea verse usome. Nataka useme pale. Sitaki sisome, nataka utupe verse pale. Okay, unajua know that I cannot say them, but kusema words kwa Bible does not mean that nimesema hiyo ni challenge, sijasema explain, ni challenge. Uko na verse ngapi za Bible, moja ama 2? Zenye naweza sema live.
Okay, sija memorize. Asante sana. So the last question bro, I want to ask if we can tunataka muziki yako labda kwa YouTube, kwa Instagram, manze tunakupata vipi? Wajana wanasema Twitter, wengine wanasema Twitter. Maslay kweli wanasema Twitter. So to the way you call it ina depend msanii anaweza kupata vipi, na maybe anataka kuita event, anataka kuje pale ukaimbishe, how can they get your music and how can they reach you bro? Okay, Facebook najita Denny Prince, DENNY PRINZ. niko na the Facebook page with the same name. Instagram naitwa Prince Den 254. Na hizo ndio platforms zenye niko sa. YouTube ukisearch Prince Den PRINZDENN utapata channel yangu hapo hivyo. Kuna nyimbo 2 na naomba sana ni support because I believe in myself, na najua Mungu kuna kitu ameweka ndani yangu. Nikina support like people sharing, alafu everything will be fine. Will be fine. Uko namba ya kazi labda ya manager ama yako, mtu angea yuko Facebook au kwa Instagram angepiga nayo? Kwa namba hizo bado. Au na namba ya kazi. I see Patrick Maina anasema naomba tuchezee wimbo ya Njoni kwa Yesu by Ngugi G. Patrick, tutakuwa tutacheza pale. I see also Alex walikuwa pale. So keep the conversation coming, but meanwhile thank you bro for coming. We really appreciate, na tutakuwa tunacheza wimbo wako hapa ndani ya Elimu TV, and make sure you tune in every Sunday. Every Sunday you make sure you tune in. And kitu ya pili pia zidi kupush ngoma yako, una muziki poa, na zidi kubariki vijana pale nje. May God bless you ladies and gentlemen. We going for a short break. As we come back manze, na una Deno kwa the studio B pale, atakuwa naingia pale na msanii anaitwa Makena. They'll be doing another session. May God bless you. Wacha tusikize wimbo wake msanii wetu wa leo Prince. Lazima